Wakati Mange Kimambi ameeleza kuhusu tukio lililotokea nyumbani kwake nchini Marekani ambalo amelitafsiri kuwa lilikuwa ni jaribio la wazi la kutaka kumdhuru kiusalama. Mwanaharakati huyo amefafanua kuwa watu wawili, mwanaume na mwanamke, walifika ghafla nyumbani kwake na kuanza kugonga mlango kwa nguvu kwa dakika kadhaa mfululizo, jambo lililomfanya asitoke nje kwa usalama wake. Mange amebainisha kuwa mwanzoni alikaa kimya bila kuitikia, akiamini kuwa watu hao wameondoka, lakini badala yake waliendelea kugonga mlango huo kwa nguvu kubwa zaidi kuliko mwanzo na kumfanya abaki nyuma na eneo la mlango huo bila hata kutazama kwenye tundu maalum la mlangoni ili kuizuia hatari ya kupigwa risasi kutoka nje. Uchambuzi wa kina wa tukio hili unaonyesha kuwa kiongozi huyo ambaye kwa sasa anaishi peke yake nyumbani huko nchini Marekani amekuwa akifuata ushauri wa mume wake unaomtaka asikaribia mlango pindi watu wanazipojulikana wanapogonga kwa nguvu, kwani washambuliaji wanaweza kutumia mwanya huo kumpiga risasi mtu aliyesimama nyuma ya mlango. Wakati watu hao walipoendelea kugonga mlango, Mange aliwauliza wakiwa mbali kuhusu kile walichokuwa wakitafuta, ambapo watu hao walidai kuwa wanamtafuta mtu mmoja anayeitwa kwa jina ya Liz. Mwanaharakati huyo aliwajibu kuwa hakuna mtu mwenye jina hilo anayeishi katika nyumba hilo, lakini watu hao walimtaka afungue mlango kwa madai kuwa hawakuwa wanamsikiza vizuri, jambo ambalo alilikataa katakata na kuwataka wazungumze wakiwa mbali hapo hapo aliposimama kabla ya watu hao kuanza kuondoka eneo hilo. Mange ameeleza kuwa mara baada ya watu hao kuanza kuondoka, alikimbia haraka hadi ghorofani na kufanikiwa kuwarekodi video maofisa hao wawili kuwatokea kwenye roshani yake, ambapo alibaini kuwa mwanamke ndiye aliyekuwa akizungumza muda wote huku mwanaume akiwa amesimama kimya bila kusema neno lolote. Mwanaharakati huyo amedai kuwa serikali ya Tanzania imewaajiri watu kutoka makundi ya uhalifu ya nchini Mexico, yani Mexican cartels, kwa ajili ya kumuua, na akadhibitisha kuwa watu hao wawili waliofika mlangoni kwake walikuwa ni raia wa Mexico. Kufuatia dharura hiyo, taarifa zote pamoja na ushahidi wa video vimefikishwa mbele ya shirika la upelelezi la nchi Marekani, yani FBI, kwa ajili za hatua za kisheria, huku akisisitiza kuwa iwapo jambo lolote baya litakamtokea, basi uchunguzi rasmi uanze kwenye tukio hilo la kugongewa mlango, na akaamua kununua silaha wiki hii ili kujilinda. Tukio hili linajiri wakati kukiwa na taarifa zilizosambaa kuwa kuna idadi kubwa ya maofisa wa idara ya usalama wa taifa, watu wanaojitumiwa na serikali ambao wamejitapakaa maeneo mbalimbali nje ya nchi kwa lengo la kuwawinda na kuwadhuru wanakosoaji na wanaharakati wanaoonekana kuwa tishio kwa utawala wa Rais Samia Suluhu Hassan. Tukio hili unahusisha moja kwa moja na maandamano makubwa yanayopangwa kufanyika nchini tarehe 7, siku chache zijazo, kwani serikali inatajwa kuwa na hofu kubwa la maandalizi ya maandamano hayo kufuatilia kumbukumbu ya yale yalitokea tarehe 29 mwezi wa Oktoba mwaka jana, ambapo wananchi wengi walijitokeza kwa wingi barabarani kwa sababu ya kuchoshwa na hali ya mambo yanayoendelea nchini. Kuna takwimu zinaonyesha kuwa takriban familia 5,000 nchini Tanzania mpaka sasa asifahamu hatima za ndugu zao kama wapo hai ama wameuawa, jambo linalofanya wananchi wengi kuona bora kujitokeza muhanga kuliko kuendelea kuishi chini ya hofu na wasiwasi mkubwa ya kiusalama. Mange Kimambi anatajwa kuwa na mchango mkubwa sana katika kuhamasisha maandamano yaliyopita ya tarehe 29 Oktoba, na tukio hili linalomkuta nchini Marekani linaonekana kuwa ni sehemu ya jitihada za makusudi ya serikali kujaribu kumtishia yeye binafsi pamoja na kuwatishia wanaharakati wengine waliopo nje na ndani ya nchi, ili kuonyesha uwezo wa vyombo vya dola kufika popote pale duniani.
Hali hii inatumia ujumbe nzito kwa Watanzania waliopo ndani ya nchi kuelewa kuwa hali ya usalama ni mbaya, kwani serikali inayoweza kuingia gharama kubwa ya kukodi makundi ya kihalifu ya kimataifa kudhuru raia wake walioko nje haitashinda kufanya hivyo kwa raia waliopo ndani ya mipaka yake. Uchambuzi unaonyesha kuwa vitendo hivi vya udhalimu vina lengo la kueneza hofu kwa jamii, ingawa wakati mwingine vinaweza kuwa ni ishara ya kurupuka na kupapanika kwa utawala unaotumia mbinu za vitisho pasipokuwa na uwezo kamili wa kutekeleza mambo hayo yote kwa wakati mmoja. Ukiachilia mbali matukio ya nje, mifumo ya utekaji ndani ya Tanzania linatajwa kufahamika vizuri, ambapo maelezo ya kiintelijensia yanaonyesha kuwa viongozi wa ngazi za chini kabisa katika jamii kama wenye viti wa serikali za mitaa na wajumbe wa nyumba kumi wamekuwa mstari wa mbele kuratibu, kutoa maelekezo na kusaidia vikundi vya watu wasiojulikana kutekeleza uhalifu huo dhidi ya raia. Jamii imekuwa ikishindwa kuchukua hatua stahiki kutokana na kuwepo kwa dhana potofu kuwa wajanga hao wa utekaji wanalengwa tu wanaharakati wakubwa kama Mangi Kibabe na Maria Sarugi pekee, wakati ukweli unaonyesha kuwa idadi kubwa ya walioathiriwa ni raia wa kawaida kabisa wasiohusika na harakati zozote za kisiasa. Katika kipindi hiki cha sintofahamu kumeshamiri pia tabia ya baadhi ya watu kutoa taarifa za uongo za kijasusi dhidi ya raia wengine kwa sababu ya visasi vya kibinafsi, jambo linalopelekea mamlaka kuchukua hatua kali dhidi ya watu wasio na hatia kufuatia maagizo yanayotoka kwa viongozi wakuu wa usalama. Hali hii inaleta ulazima kwa wananchi kuanza kuchukua hatua za makusudi ya kujilinda wenyewe ndani ya jamii zao ili kudhibiti matukio haya ya utekaji badala ya kuishi kurekodi video tu kwa simu pindi askari wachache wanapofika mitaani kumteka raia mbele ya mamia ya mashuhuda waliojawa na uoga. Mifumo ya usalama inapaswa kubadili ili kukabili watu wanaotumia mitandao ya kijamii kama maandamano ama mwandapo na mwibopo kutoa kauli ya kibumbavu zinazoalilisha uadilifu huo dhidi ya raia kwa kutumia mbinu zile zile za kujihami ili kuingiza uoga kwa wale wote wanaodhani kuwa wanaweza kuendelea kufanya vitendo vya ukatili dhidi ya wananchi bila kufikishwa mbele ya sheria. Maendeleo ya matukio haya yote yanazidi kuonyesha wazi jinsi mgogoro wa kiusalama ulivyo mkubwa, huku raia wakitakiwa kuwa makini zaidi na kufuatilia kwa ukaribu nyendo zote za watu wasiojulikana katika maeneo yao ya makazi ili iwe funzo ndani ya mipaka ya Tanzania na kule ughaibuni.